Bora matangazo yenye tija, ukweli na burudani. Sikiliza idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa, kituo chako kinachokuwa kwa kasi sana duniani. Karibu katika taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na kama kuanza kusikiliza ulanguzi wa kingono wa Sin Didi. Mamlaka ya kanusha kutekeleza mauaji wakati wa maandamano ya kupinga serikali ya Togo. Maandamano Kenya, mchuuzi aliyepigwa risasi kichwani afariki dunia. Ni familia wahama makazi kutokana na mashambulio Israel. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni atangaza kuwania muhula wa 7 wa urais Uganda. Jeshi la Ukraine linaripoti shambulio la ndege zisizo rubani 100 za Urusi. Israeli yaamuru kuondoka kwa watu kaskazini mwa Gaza, huku Trump akishinikiza kusitishwa kwa mapigano. Na aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Odinga alaani wito wa kufyatulia risasi waandamanaji wanaokaribia polisi Kenya. Naam, na tumbai ubweri wafya pote pale ulipo duniani kwa moyo mkunjufu na mikono miwili. Ujambo na karibu kwenye taarifa yetu ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili Radio Fortune Africa. Jina langu ni Kantona Joseph.
Serikali ya Togo imekanusha madai ya mauaji wakati wa maandamano ya siku 3 ya kupinga serikali katika mji mkuu Lome. Katika taarifa iliyotolewa siku ya Jumapili, mamlaka ya Togo imeshutumu watu binafsi, wengi wao wakiwa nje ya nchi, ya kupanga kampeni iliyohusisha habari potofu na kuchochea chuki, vurugu, uzembe na uasi. Asasi za kiraia zimesema kuwa takribani watu 7 wameuawa wakati wa maandamano hayo yanayodaiwa kiongozi wa Togo Faure Gnassingbe ajiuzulu na kuachiliwa kwa wafungwa wa kisiasa. Ripoti zinasema makumi ya watu zaidi wamejeruhiwa, wengine vibaya mno. Hili liliwadia wiki kadhaa baada ya Gnassingbe, ambaye alikuwa rais wa miongo miwili, ambaye familia yake imetawala nchi hiyo kwa miaka 58, kuapishwa katika wadhifa wa mpya wa urais baraza la mawaziri ambao hauna ukomo rasmi wa muda. Serikali ya Togo sasa imetishia kuchukua hatua ya kisheria dhidi ya waandamanaji ambao waliandamana, ikielezea kama kampeni ya upotoshaji na chuki ambayo iliratibiwa kutoka nje ya taifa hilo. Maandamano yamepigwa marufuku katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi tangu 2022, huku mamlaka ikitaja sababu ya kiusalama. Siku 3 tu baada ya maandamano ya wanaharakati mtandaoni, vuguvugu zinazoongozwa na vijana zilianza katika mji mkuu Lome siku ya Alhamisi, kabla ya kuchukua mkondo wa vurugu siku ya Ijumaa na Jumamosi. Mabomu ya machozi yalirushwa na polisi wa kupambana na ghasia kuwalenga waandamanaji ambao walirushia mawe na vifaa vingine waliokuwa navyo. Kufikia siku ya Jumapili, utulivu ulikuwa umerejea katika sehemu kubwa ya Lome, maduka yakiwa yamefunguliwa tena katika soko kuu la Asigame na biashara zikiendelea kama kawaida. Mchuuzi Boniface Mwangi Kariuki aliyepigwa risasi na kwa karibu wakati wa maandamano ya Juni 17 jiji la Nairobi amefariki dunia. Msemaji wa familia hiyo Emily Wanjira amesema alifariki siku ya Jumatatu saa 9:15 za mchana. Kariuki alikuwa amelazwa kwenye chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta tangu Juni 17 alipopigwa risasi na polisi. Afisa katika hospitali kitaifa ya Kenyatta pia amedhibitisha kuwa Boniface Kariuki amefariki dunia. Akizungumza na wanahabari Jumapili, msemaji wa familia Emily Wanjira anasema kuwa madaktari katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta wamedhibitisha kuwa viungo vya Mwangi bado vilikuwa vinafanya kazi, lakini ubongo ulikuwa umekufa. Familia hiyo iliongeza kuwa hakuna vipande zaidi vya risasi kwenye ubongo wake ambavyo bado havijatolewa. Kariuki alifanywa upasuaji mara 2 katika hospitali ya kitaifa ya Kenyatta ili kuondoa risasi kichwani mwake. Mwangi alikuwa akipumua kwa kutumia mashine. Video ilionyesha Kariuki akipigwa risasi ilisambaa mtandaoni siku hiyo ya maandamano, kusababisha maafisa wawili wa polisi waliohusika katika tukio hilo kufuatilia risasi kukamatwa na wako kizuizini, huku polisi wakiendelea na uchunguzi. Wawili hao, Kilinzi Baraza Masinde na Duncan Kiprono, walizuiliwa mnamo Juni 19 katika kituo cha polisi cha Capitol Hill kwa siku 15 wakisubiri uchunguzi wa mamlaka huru ya kusimamia polisi ya IPOA. DCI katika ombi lao walitaka wazuiliwe kwa siku 21 zaidi ili kuruhusu uchunguzi wa kina wa silaha za maofisa hao, uchunguzi wa kitaalamu wa picha za CCTV, uchunguzi wa sampuli za eneo la tukio na kurekodi taarifa za mashahidi, akiwemo mwathiriwa ambaye kwa sasa hawezi kuzungumza chochote. Maandamano hayo siku hiyo yalikuwa sehemu ya maandamano ya kitaifa ya kudai haki ya Elbert Ojwang, mwalimu na mwanablogi ambaye alikufa akiwa kizuizini. Kifo cha Kariuki kinaongeza wasiwasi juu ya utumiaji wa nguvu kupita kiasi kwa vyombo vya usalama vya Kenya wakati wa maandamano. Israeli imeshambulia anga katika ukanda wa Gaza na kusababisha mamia ya familia wa Palestina kuyahama makazi yao.
Mashahidi wamesema vikosi vya uokoaji viliopoa miili ya watu 5 huku makumi ya raia waliojeruhiwa wakihamishwa hadi hospitali ya El Hal katika jiji la Gaza, kulingana na ripoti ya vyombo vya habari vya ndani. Shambulio hilo la bomu lilifuata mojawapo ya amri kubwa zaidi ya kuhamisha watu tangu vita kuanza tena mnamo mwezi Machi. Haya yanajiri huku kukiwa na shinikizo iliyoongezeka kwa waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu kuangazia upya juhudi za kufikia makubaliano ya usitishwaji wa mapigano. Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni mwenye umri wa miaka 80 ametangaza nia yake ya kuwania muhula wa 7 wa urais katika uchaguzi wa mwaka ujao. Katika chapisho kwenye mtandao wake wa X, Museveni amesema alikuwa ameonyesha nia ya kugombea nafasi ya mshika bendera ya urais na ana matumaini ya kukuza nchi hadi uchumi wa dola bilioni 500 katika miaka 5 ijayo. Hii inaweza kupanua utawala wake nchini Uganda hadi karibu nusu karne. Ameitawala Uganda tangu mwaka 1986 alipochukua hatamu za dola baada ya kuongoza vita vya msituni. Katika katiba imebadilishwa mara 2 katika wakati huo wa urais wake ili kumruhusu kuongeza muda wa utawala wake. Hii imevutia ukosoaji wa upinzani kutoka kwa wanaharakati wa haki za binadamu na wanasiasa wa upinzani wanaokosoa kile wanachodai ni matumizi yake ya vikosi vya usalama na ufadhili kudumisha uwepo wake madarakani. Kiongozi wa upinzani wa Uganda Bobi Wine pia ametangaza azma yake ya kugombea urais kwa mara ya pili. Wine alishika nafasi ya pili katika uchaguzi uliopita mnamo mwaka 2021, lakini alikataa matokeo akidai uchaguzi huo ulikumbwa na wizi wa kura. Maafisa wa serikali na uchaguzi walikanusha shutuma hizo. Wine amekuwa akikosoa serikali ya Museveni mara kwa mara na pia ametoa wito kwa nchi za magharibi kwa kutoshutumu kile anachodai ni kuongezeka kwa ukiukaji wa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na kuwekwa kizuizini kinyume cha sheria, mateso, utekaji nyara na wafuasi wa maafisa wa upinzani. Nchi hiyo inatazamiwa kufanya uchaguzi wa urais mnamo mwakani mwezi Januari. Ni taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa.
Zaidi ya watu 50,000 wamehamishwa na kuelekezwa maeneo ya salama kufuatia moto mkubwa wa nyika unaoendelea kuwaka nchini Uturuki. Hayo yameripotiwa wakati mataifa kadhaa ya Ulaya ikiwa ni pamoja na Uhispania, Ureno, Italia na Ufaransa yakiripoti wimbi la joto kali, huku yakitoa tahadhari ya kiafya na uwezekano wa kutokea kwa moto wa nyika. Siku ya Jumapili, Ureno ilivunja rekodi ya viwango vya juu vya joto vya kufikia nyuzi zipatazo 46.6 kipimo cha Celsius katika wilaya ya Mora jimboni Aletejo. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amesema makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Rwanda yana lengo la kumaliza miungo kadhaa ya ghasia mashariki mwa DRC na yanafungua njia ya kuanza kwa zama mpya ya utulivu. Tshisekedi ameyataja makubaliano hayo ya amani ya Rwanda kuwa ya kihistoria na kusema ni mabadiliko madhubuti katika kumaliza mzozo huo na kwamba ni ahadi ya amani kwa watu walioathiriwa na mzozo wa mashariki mwa Kongo kwa miongo kadhaa. Ufaransa na Ujerumani na Uingereza zimelaani kile walichokiita vitisho vinavyotolewa na Iran dhidi ya mkuu wa shirika la kimataifa la kudhibiti nishati ya nyuklia Rafael Grossi. Hii ni baada ya Tehran kutupilia mbali ombi lake la kutembelea vituo vya nyuklia vilivyoripotiwa kulipuliwa na Israel na Marekani. Iran inamtuhumu Grossi kwa kuchochea mashambulio ya kwanza ya Israel kufuatia taarifa zilizokinzana alizozitoa kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, akitaja kuwa Iran ilikuwa inakaribia kuwa na idadi ya kutosha ya madini inayorutubishwa, lakini haikuwa na nia ya kutengeneza silaha za nyuklia. Tukirejelea taarifa ya kutokea Afrika Mashariki ni kwamba raia wa kwenye ukanda wa Afrika Mashariki wameendelea kuwa na hisia mseto kufuatia tangazo la rais wa Uganda Yoweri Museveni kuwa atawania tena urais katika uchaguzi wa mwakani. Museveni mwenye umri wa miaka 80 hivi sasa, ikiwa atachaguliwa, ataongeza hatamu ya uongozi wake kufikia miaka 40 madarakani, wengi wakiamini kuwa alipaswa kujiweka kando. Hisia mseto kufuatia tangazo la rais wa Uganda Yoweri Museveni kuwa atawania tena urais katika muhula wa mwakani. Museveni mwenye umri wa miaka 80 hivi sasa, ikiwa atachaguliwa, ataongeza hamu ya uongozi wake kufikia miaka 40 madarakani, wengi wakiamini kuwa alipaswa kujiweka kando. Wachambuzi wa siasa kimataifa wana mtazamo gani? Partenus Niyigira anazungumza akiwa Tanzania. La kwanza ni maandalizi ya kisiasa ya yule atakayechukua nafasi yake. Inaweza ikawa ni sura mojawapo, lakini sura nyingine inaweza ni kuwa ni sura ya ulegevu. Ameshaona kwamba hakuweza kufanikisha lile ambalo alitakiwa kulifanya, kwa maana ya kuwa na jamii yenye misingi mizuri ya kidemokrasia, yenye mifumo mizuri ya kisiasa, kijamii na wa kitaasisi. Anaona kwamba ni bora angeendelea kukaa madarakani kwa sababu ana imani kwamba kuna vitu akiendelea anaweza akavikamilisha. Ni mtazamo wake Partenus Niyigira, ambaye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa, alikuwa akichambua akiwa kule Tanzania.
Kwingineko, katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema anatazamia kongamano la 4 la kimataifa juu ya ufadhili wa maendeleo FFD4 lililoanza leo nchini Hispania litaweza kuijenga upya hali ya kuaminiana kwenye siasa za kilimwengu. Kama vile bajeti za ulinzi. Zaidi ya watu milioni 800 ulimwenguni wanaishi kwa chini ya $3 za Kimarekani kwa siku, kwa mujibu wa Benki ya Dunia, huku ufukara wa kutupa ukiliathiri eneo kubwa, hasa mataifa ya Afrika yaliyo kusini mwa jangwa la Sahara. Katika hatua ya ufadhili wa maendeleo ya FFD4, Antonio Guterres amesema leo nchini Hispania litaweza kuijenga upya hali ya kuaminiana kwenye siasa za ulimwengu na litamalizika likiwa na ahadi madhubuti zinazotekeleza ili kuwavua mamilioni ya watu ulimwenguni kutokana na kwenye dimbwi la ufukara. Kwingineko, rais wa Iran Masoud Pezeshkian ametetea uamuzi wa nchi yake kusitisha ushirikiano na shirika la Umoja wa Mataifa la atomiki IAEA, ikimtuhumu mkuu wake kwa mwenendo wa uharibifu. Wakati huo Ujerumani na Ufaransa kwa pamoja zimeilaani Iran kwa kumtishia mkuu wa shirika la IAEA baada ya kunyimwa ridhaa. 12 Juni lililodai kuwa Iran haijazingatia wajibu wake kuhusu mkataba wa nyuklia. Rais Macron katika chapisho la hadhara alitoa wito wa kuheshimu usitishaji wa mapigano na kurejea kwa mazungumzo kuhusu masuala ya nyuklia na makombora ya masafa marefu. Alisisitiza pia umuhimu wa Tehran kuwaruhusu wakaguzi wa IAEA kurejea nchini humo ili kuhakikisha uwazi kamili. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuwa hali ya sasa bado ni tete mno kuhakikisha usalama wa wakaguzi wa kimataifa, hasa ikizingatiwa kuwa maeneo yao ya nyuklia yalishambuliwa moja kwa moja siku chache zilizopita. Hii leo Ufaransa, Ujerumani na Uingereza zilitoa taarifa ya pamoja kulaani vitisho dhidi ya mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi baada ya Iran kukataa ombi lake la kutembelea maeneo ya nyuklia yaliyoshambuliwa. Ingawa vitisho hivyo havikufafanuliwa wazi, gazeti la kihafidhina la Iran Kayhan lilikuwa tayari limechapisha makala inayodai kuwa Grossi ni jasusi wa Israel na kusema anapaswa kuhukumiwa kifo akiingia nchini humo, hali iliyozua hasira katika miji mikuu ya nchi za Magharibi. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran Ismail Baqai amesema uamuzi wa bunge unaonyesha hasira na hofu ya raia wa Iran. Haturidhishwi kabisa na misimamo na hatua za mkurugenzi mkuu wa IAEA Rafael Grossi. Tuna mashaka na tunaamini kuwa hajatekeleza majukumu yake ya kitaalamu ipasavyo kama mkurugenzi mkuu wa shirika hilo. Baqai pia amezungumzia mabadiliko ya msimamo wa rais wa Marekani Donald Trump kuhusu uwezekano wa kuiondolea Iran vikwazo na kumtuhumu Trump kwa kucheza kile alichokiita michezo ya kisaikolojia na vyombo vya habari badala ya kufanya juhudi za kweli za kutatua matatizo kati ya nchi hizo mbili. Ni taarifa ya habari. Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo amesema makubaliano ya amani kati ya nchi yake na Rwanda yana lengo la kumaliza miongo kadhaa ya ghasia mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na yanafungua njia ya kuanza kwa zama mpya ya utulivu. Felix Tshisekedi ameitoa kauli hiyo hii leo baada ya kusainiwa kwa makubaliano hayo ya amani na Rwanda mjini Washington, Marekani, Ijumaa ya wiki iliyopita. Tshisekedi amesema makubaliano hayo aliyotaja kuwa ya kihistoria ni yenye tija kwa nchi yake na pia kwa Afrika nzima. Makubaliano yaliyosainiwa na mawaziri wa mambo ya nje wa nchi mbili katika tukio lenye uzito lililosimamiwa na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio yamejengwa kwenye msingi wa azimio la Baraza la Usalama la Umoja Mataifa nambari 2773
na yanasafisha njia kwa ajili ya utulivu, ushirikiano na ustawi wa taifa letu, ukanda wa maziwa makuu na Afrika kwa ujumla. Umoja wa Afrika pia umeyakaribisha makubaliano hayo baina ya Kongo na Rwanda ambayo yamefikiwa baada ya msururu wa mazungumzo na usitishwaji wa uhasama ambao haukudumu miaka ya hivi karibuni. Kipengele chake muhimu ni kuheshimu uhuru wa kieneo wa wadau waliosaini makubaliano hayo pamoja na kusitisha mapigano kikamilifu. Ingawa waraka wa makubaliano hayo unasema yanaanza kutekelezwa mara moja, bado uhasama na ghasia vinaendelea mashariki mwa Kongo. Na mapungufu yake, makubaliano hayo yanaleta matumaini kwa Kongo. Katika hotuba yake, Rais Felix Tshisekedi ameelezea nia thabiti ya kurejesha udhibiti wa eneo lote la Kongo chini ya mamlaka ya serikali, licha ya kwamba sehemu kubwa ya mikoa ya Kivu kaskazini na kusini yamekamatwa na waasi wa M23. Makubaliano hayo ya amani yaliyosainiwa mjini Washington hayaelezi bayana hatma ya maeneo yaliyo chini ya waasi hao. AFC M23 na wanamgambo wanaoiunga mkono serikali ya Kinshasa hawajaheshimu miito ya awali ya kuweka chini silaha. Wachambuzi wa mambo pamoja na wakazi wa mji wa Goma wameelezea mashaka kuwa yumkini makubaliano haya mapya ni ya ishara tu na hayatabadilisha chochote. Ndiyo taarifa ya habari kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Iwapo basi unaungana nasi, ni Afrika Leo jioni, ambapo ni siku ya mwisho kwa mwezi huu wa Juni mwaka huu wa 20. Kwa matangazo mbashara yanakujia moja kwa moja kutoka idhaa hii ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa. Usisahau kujisajili nasi, subscribe, follow ili kupata video nyingine za kuvutia, na vilevile katika matangazo yetu ya mbashara kupenda, like kama umevutiwa, kutoa maoni yako. Je, ungetaka tuweze kuzungumzia yapi kwenye taarifa zetu na kwenye vipindi vyetu? Basi unaweza ungana nasi katika hatua ya kuweza kutoa maoni yako au kuandika barua pepe radiofortuneafrica@gmail.com. Katika hatua hiyo utakuwa umeweza kuwasiliana nasi, kujisajili nasi ama subscribe, follow ili kupata video nyingine za kuvutia kwenye YouTube channel yetu. Kupenda, like kama umevutiwa, atoa maoni yako. Je, ungetaka mada ya aina ipi zaidi kwenye mijadala yetu habari, ambapo ni Afrika Leo jioni. Mpenzi msikilizaji, Simana Kituo hiki kufikia malengo yake ya uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri itakao utanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango wako kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800 au TIN number ni 4561468 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Radio Fortune Africa, ukweli na burudani. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, tamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Moja kwa moja tu yaangazie yale ambayo yanajitokeza kwenye maeneo majukwaa, ambapo Dennis Anania sema Waibare pale hivi Singiro pale hivi Kugerwa pale hivi Kagera Tanzania, na wapongeza serikali ya Rwanda na Kongo kufikia makubaliano ya amani. Hakika ni hatua kubwa kurejesha amani kwa upande wa Kongo Mashariki. Nyawa bin Said anasema nawapata vizuri sana Radio Fortune Africa nikiwa maeneo huku ya huku Warabuni UEA. Jioni njema. Asante sana na karibu Nyawa bin Said. Padri Moshi pale hivi kutokea Kotela Moshi Tanzania. Pole kwa familia mtu huyo aliyefariki kutokana na majeraha ya kupigwa risasi. Serikali ya Rais Ruto yenye tafakari sana juu ya mwenendo wake kwa kusimamia haki ya raia ipasavyo. Ni Padri
amani Tanzania iongezwe kunusuru raia na mali zao kutokana na ajali hiyo ya moto Uturuki. Pia misaada ya kiutu iweke uratibu maalum na wa haraka uweze kuwafikia. Asante sana Franco Kisango kutoka tu Mwani Boda ya kufuatilia kwa hii ambapo atete na nambari ni samu na kukosa sema ndio kazi ya serikali ya Ruto. Serikali ya mengi tu ambapo vile vile pale vile kitegea sema wapeni vijana wanatumia vijana watu wanaotumia anasema pale hivi ya Mgorio pale hivi mwanga wa milele pale hivi umwangazie bwana, unajua hukumu zako ni za kweli, unajua pia utatenda haki. Hali ambayo inajitokeza pale katika hatua yake ya kuweza kuandika ujumbe wake ya Mgorio pale hivi. Amina ya baga karibu pale hivi wa Mbezi Dar es Salaam. Hii habari ni ya huzuni sana kwa familia wananchi wapenda haki huko nchini Kenya. Ndio baga karibu anazungumza Lucas Zaboni pale hivi wa kugalika pale hivi Mwanza Tanzania. Maziwa makuu yalipole sana familia ya Boniface Kariuki huko Kenya kwa kupoteza mpendo wenu aliyepigwa risasi kwenye maandamano. Ni hali ambayo inajitokeza msikilizaji pote pale ulipo wakati huu basi ambapo una ya tafakari hayo ambayo ni ya kutokea katika jiji kuu la Nairobi, Kenya. Basi moja kwa moja tunaelekea kwenye taarifa nyingine ambapo mahakama inayoshughulikia kesi ya Sin Diddy Kobza ya ulanguzi wa kingono inatarajiwa kuanza kusikiliza rasmi kesi hiyo hii leo Jumatatu baada ya kusikiliza simulizi ya upande wa waendesha mashtaka na mawakili wa utetezi wiki iliyopita kuhusu upande wa waendesha mashtaka na mawakili wa utetezi wiki iliyopita. Wapenzi wake wa zamani kushiriki katika ngono kilichochochewa na dawa za kulevya. Cobbs miaka 55 amekanisha kuwa na hatia ya kula njama ya kushiriki katika ulanguzi wa kingono na usafirishaji wa watu ili kushiriki kwenye vitendo vya kingono. Nguli huyo anayejulikana kwa muziki wa hip hop anaweza kuhukumiwa kifungo cha maisha jela ikiwa atapatikana na hatia kwa makosa ya hayo yote matano. Kwa zaidi ya wiki 6 mahakama ya Manhattan ilikuwa ikisikiliza ushahidi ambapo wapenzi wa zamani wa Cobbs, Cassandra Ventura aliyejulikana kama Kase na mwanamke anayejulikana katika mahakama kwa jina la Bandia Jena waliambia majaji 12 kwamba Cobbs aliwalazimisha kushiriki katika ngono na wanaume ambao walilipwa wakati mwingine ikiwa ni mwanaume zaidi ya mmoja, na pia hakuwa wakati walichukuliwa video huku Cobbs akiwa anatazama. Wanawake wote wamesema kwamba Cobbs aliwapiga, na majaji waliona video ya CCTV ya hoteli ilionyesha Cobbs akimshambulia Ventura barabarani mnamo mwaka 2016. Mwakili wa Cobbs walikubali kwamba wakati mwingine alikuwa na vurugu katika uhusiano wa nyumbani, lakini wakahoji katika madai kuwa Ventura na Jena walishiriki kwenye ngono ya kulazimishwa. Video ya mwanamke anayenyanyaswa kingono imezua taharuki nchini Bangladesh baada ya video kusambazwa mtandaoni. Mwanamke huyo ambaye amehojiwa na vyombo vya habari nchini humo amesema alibakwa katika nyumba ya baba yake Alhamisi iliyopita. Video hiyo inaonyesha watu kadhaa kwenye eneo la tukio. Polisi wamewakamata watu 5 akiwemo mtuhumiwa wa kubakaji, na mamlaka imesema itachunguza kisa hicho na kuichukuliwa kesi hiyo kwa uzito mkubwa. Maandamano yalizuka kote nchini mwishoni mwa juma baada ya video hiyo kusambazwa, na mashirika kadhaa ya kutetea haki za binadamu yamedai hatua kali zichukuliwe kwa waliohusika. Mwathiriwa huyo alikuwa ametembelea babake wakati jirani yake alimvamia na kumshambulia, kulingana na polisi. Polisi wamemtaja mshukiwa mkuu kuwa ni Fazo Eli mwenye umri wa miaka 36 na kuongeza kuwa alilazwa hospitalini baada ya kupigwa na wananchi usiku wa kuamkia kisa hicho. Kulingana na polisi, mwanamume huyo alipata majeraha kwenye mikono na miguu ambaye alimzuia kufika mahakamani siku ya Jumapili. Watu wengine 4 wamekamatwa na kurekodi na kusambaza video za shambulio hilo, polisi wamesema. Tukio hilo limesababisha watu kuandamana
jana wakiitaka serikali kuharakisha haki ya waathiriwa wa ubakaji na kufanyia marekebisho sheria zinazohusiana na usalama wa wanawake na watoto. Wanaoandamana pia walitaka uwazi zaidi kuhusu ufafanuzi wa kisheria wa nini kinajumuisha ubakaji nchini Bangladesh, ambao wamesema kwa sasa haieleweki. Na hatimaye, kabla ya kuelekea mapumzikoni, kwamba rais wa Marekani Donald Trump amesema amepata mnunuzi wa mtandao wa kijamii wa TikTok. Kulingana na yeye, kuna kikundi cha watu matajiri sana walio tayari kununua jukwaa hilo, lakini hajawataja majina. Mauzo ya TikTok huenda yakahitaji idhini kutoka kwa mamlaka ya Uchina, amesema rais wa Uchina Xi Jinping. Trump amesema labda atafanya hivyo. Mnamo Aprili mwaka jana, bunge la Marekani lilipitisha sheria iliyoitaka kampuni ya Wachina ya ByteDance kuuza jukwaa lake la TikTok kwa kampuni ya Marekani. Vinginevyo mtandao wa kijamii ungezuiwa nchini Marekani kuanzia Januari 19 mwaka huu. Wabunge wamesema kuwa TikTok kwa ombi la mamlaka ya Uchina inaweza kuhamisha data kutoka kwa watumiaji wa Marekani kwenda kwa serikali ya Uchina, na kwa hivyo ni tisho kwa usalama wa taifa. Mtandao huo wa kijamii umekanusha uwezekano huu mara kadhaa. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa ushindi dhidi ya Iran utatoa fursa ya kuachiliwa kwa mateka waliokuwa wameshikiliwa huko Gaza. Netanyahu akizungumza tena uwezekano wa Israel wa kupanua mikataba ya amani katika eneo hilo, amesema kuna fursa pana za kikanda zinazofunguliwa siku tatu tu baada ya kutoa matamshi sawa na hayo. Wakati haya ya kijiri, jeshi la Israeli lilitangaza kifo cha mmoja wa wanajeshi wake kaskazini mwa ukanda wa Gaza, kulingana na shirika la habari la AFP. Na hatimaye, aliyekuwa waziri mkuu nchini Kenya Raila Amolo Odinga amelaani vikali wito wa waziri wa usalama wa ndani wa taifa hilo Kipchumba Murkomen kwa polisi kufuatilia risasi watu wanaojaribu kukaribia vituo vya polisi. Odinga amesema yeyote anayetaka polisi kufuatilia risasi kwa raia anapaswa kulaaniwa vikali. Hatua hii inatajwa kuwa kama ukosoaji wa nadra kwa utawala wa Rais William Ruto, hasa kwa sababu chama cha Bwana Odinga kina wanachama wake 5 wanaohudumu katika baraza la mawaziri katika mpango wa serikali ya muungano wa maarufu broad-based government. Wanaharakati wamesema matamshi hayo yanaweza kuwapa polisi ujasiri wa utekelezwaji wa mauaji ya kiolela. Waziri Murkomen amesema alitoa agizo hilo baada ya vituo vya polisi kushambuliwa wakati wa maandamano ya siku ya Jumatano, lakini matamshi yake yalitafsiriwa vibaya. Murkomen amesema kauli yake iliambatana na kifungo cha moja kwenye mabano cha sheria ya huduma ya polisi ya taifa, ambayo inaruhusu maafisa kutumia bunduki kujilinda au kuwalinda wengine dhidi ya vitisho vya kifo au majeraha mabaya. Odinga pia amezungumzia matukio ya maandamano ya Juni 25 ambapo watu kadhaa wamepoteza maisha, huku akilaani wahalifu walioingilia maandamano hayo na kupora na kuharibu mali ya umma. Aidha, alitoa wito kwa kuwepo kwa mazungumzo ya kitaifa, akiwataka wananchi na viongozi kufanya mazungumzo yenye maana ili kuandaa njia ya umoja nchini Kenya.